Ujambo mtazamaji na karibu katika ujumbe wa siku ya leo. Leo nimekuandalia ujumbe wenye kichwa You must melt. Ni lazima uyeyushwe. Naamini kwamba ujumbe huu utakuwa baraka kwako. Hivyo basi na kualika tubarikiwe pamoja. Jina langu ni Pius Mwiru Mwaura. Karibu. Nitachukua kwa mfano, ikiwa ungetaka kuhifadhi kitu, huwa sana tunaweka kwa deep freezer ili kikae mahali pale kwa sababu ya matumizi ya baadaye. Tuseme kwa mfano, ukiwa na maziwa na utake kutumia haya maziwa baadaye, utayaweka kwa deep freezer na yakae pale kwa muda. Na utakapotaka kutumia yale maziwa, utaweza kuitoa na uiweke mahali kuna kiwango fulani cha joto ili itoke katika ile hali ya kuwa mawe, irudi maji, kile tunasema kwa Kiingereza liquid, iache kuwa solid. Kwa sababu maziwa yakiwa solid hauwezi ya kunywa. Hata hauwezi kupika chai na maziwa yakiwa in solid form, yakiwa mawe. Nataka kusema nini? Maisha yetu, Mungu amehifadhi mambo makuu na makubwa ndani yetu. Na ili tuwe msaada kwa kizazi chetu na hata watu wanaotuzunguka, hatuna budi kukubali kuyeyushwa ili msaada wetu uweze kuonekana kwa wanadamu. Watu wako hapa, wako na kiu, maji yaliyoko yako kama mawe. Hao watu hata kama wako na kiu namna gani, haya maji hayawezi kunywika yakiwa kiwango cha solid. Itabidi yale maji yayeyushwe kwa kutumia joto ama moto ili yasikae kama mawe. Yakisha yeyuka yawe maji, sasa hapo yeyote atakaye kukata kiu anaweza kuchukua glasi yake na kunywe maji yale na yawe ya faida. Ubaya ni kwamba wengi wetu hatuko tayari kuyeyuka. Kwa sababu gani? Katika dunia yote ukitaka kuyeyusha chochote, hakuna njia nyingine ya kuyeyusha isipokuwa kwa kutumia joto. Hii inamaanisha ya kwamba iwapo ungetaka kitu kiyeyuke, lazima kuwe na kiwango fulani cha joto ikilingana na kile kitu unachotaka kuyeyusha. Ikiwa ni dhahabu, ni moto wa kiwango cha juu zaidi. Na nikwambie, ukiyeyuka kidogo unakuwa msaada kwa watu wachache. Ukiyeyuka sana unakuwa msaada kwa watu wengi. Ukianzia na wale walio karibu na wewe, ukiendelea hata kwa mataifa na mataifa ya dunia. Na vile Mungu alivyotuumba, hakutuweka hazina kidogo tu, alituweka hazina kubwa. Kuna watu hata watakapoyeyuka wanafanyika si mto mmoja, bali ni mito kadhaa, kulingana na uwezo ambao Mungu alitia ndani yako. Yani unakubali kuyeyushwa na nguvu za Bwana mpaka sio maji tu yanatiririka hapo chini tu. Ni maji ambayo yametiririka hapo chini, yamejaa, yamechukua mkondo, yamekuwa mto. Watu wanakunywa wakiwa karibu na wewe, na wale watakao kutwa na maji kule chini wanaendelea kukunywa na wanaendelea kupona na kuona mwangaza ambao Mungu alitia ndani yako. Angalia watu ambao wameajiri watu wengi, ni watu walioyeyuka mpaka wakaanza kuwa msaada. Watumishi wakubwa wa Mungu wameyeyushwa mpaka wengi wao ni mito ambayo inatiririka. Hata watu wakiwa mataifa ya mbali wanafikiwa na mito ile na wanapata kupona. Mtu ambaye ameyeyuka ni mtu ambaye ako tayari kuwa msaada kwa watu wengi. Tazama watu ambao Mungu aliinua, kina Paulo, Yesu Kristo mwenyewe, Daudi, manabii, Ayubu, Ibrahimu baba yetu wa imani. Wale watu ni watu ambao walikuwa wameyeyuka, walikuwa na hazina kubwa, wakawa msaada wa watu wengi. Na unajua nini? Yawezekana Mungu amekuweka hifadhi kubwa, uwe msaada, usomeshe watoto wengi. Hata utakapokuwa mzee, utakuwa unahesabu watu uliosomesha wanakuwa ni maelfu. Mwingine utaingia katika eneo lako na uachilie kile ambacho Mungu alichokuweka ndani yako na kifikie wengi na wae msaada. Ewe kiongozi, Mungu anakuita na amekutia ndani yako hekima ya uongozi ya ajabu. Na kupitia kwako tutapata viongozi wengi watakao tawala hata kwa vizazi vingine. Paulo kabla hajakutana na Yesu alikuwa hana faida katika ulimwengu wake, lakini alipokutana na Yesu akaanza kuyeyushwa na nguvu za Bwana, akawa msaada kwa kanisa lililokuwa karibu naye, akawa msaada kwa makanisa mengi aliyoyainua kiroho, na hata baadaye hata sisi bado tunakunywa yale maji kutoka kwa mtu mmoja aliyekubali kuyeyuka. Na maanisha nini nikisema kuyeyuka? Na maanisha unakubali
kupitia hali ambayo ni ngumu kiasi na kuishi maisha ambayo yanakufinyiria, mpaka ndani yako kunaanza kutoka kitu ambacho ni msaada kwa watu wengine, mpaka watu wanaanza kukutafuta ili wakuje wakunywe kile ambacho unaachilia. Na Mungu aliumba haya mambo yakiwa fani sana, sababu huwezi kuyeyuka kwa siku moja. Vile tu unaendelea kuishi ukijiachilia kwa Mungu, unaendelea kuyeyushwa mpaka unakuwa chemichemi. Watu wakikunywa yale maji wanapona, wakikunywa yale maji wanapata tumaini. Inakuwa ni chemichemi ya maji ya uzima. Ukiona watu ambao wameinuka, ni watu walikubali kuyeyushwa. Walipitia moto, wakapitia uchungu, wakastahimili mpaka wakafika mahali sasa wakawa chemichemi. Watu wakikunywa maji pale wanapona, wanaendelea na safari, wanatiwa nguvu mpya. Je, ni nini hiyo imekufanya usikubali kuyeyuka? Watu wengi kwa sababu ya joto hatutaki kuyeyuka. Haujui ni watu wangapi wamengojea uyeyuke, kwa sababu Mungu ameahidi kwamba maji aina ambayo umebeba ndiyo wanayohitaji. Sababu kila mtu amewekwa aina tofauti tofauti ya suluhisho. Mungu amekuweka vipawa na karama ambazo maji yako tutakapo ya kunywa, mengine yatatupa uponyaji, mengine yatatufungua macho, mengine yatafungua masikio yetu, mengine yatatufanya tuwe na uhai. Sasa haujui umebeba maji aina gani. Kubali kuyeyuka, watu wakunywe, tuone wakikunywa wanafanya namna gani. Wengine utashangaa sana kuona watu wakikunywa maji yako, wale waliokuwa wagonjwa wanapona, wale ambao hawakuwa na tumaini wanapata tumaini, wale hawakuwa wanaona wanaanza kuona. Kuna mtu hapo ananiuliza, nitafanya nini ili niweze kuyeyuka? Nitafanya nini ili niweze kudhihirisha kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu na niwe mto utakao kuwa msaada kwa watu wengi? Jambo la kwanza ni kufahamu ya kwamba sisi hatufanyi kama watu wa dunia. Na maanisha ya kwamba katika sisi kufanyika kwetu tunazingatia sheria za Mungu. Na jambo moja ni maombi na kuwa katika uwepo wa Mungu na kuishi maisha yatakao mpendeza Mungu. Wacha tuendelee kujitoa kwa Mungu, tuendelee kumtegemea, na yeye atatuwezesha kufanyika kile alichokusudia. Naamini kwamba ujumbe huu umekuwa baraka kwako, na kwamba Mungu atakusaidia utaweza kuyeyuka na kuwa msaada kwa watu walio karibu nawe, na hata kwa watu ambao wako mbali na wewe, kwa watu wanaoishi sasa na hata kwa watu watakaoishi baada yako. Watu waliotutangulia, kina Paulo, watu kama Myers Monroe, Bonke, Bill Graham, waliyeyuka na wakafanyika mto. Mpaka siku ya leo mito yao bado inaburudisha na inatia wengi nguvu, na wengi wanakunywa wanapona, kwa sababu ilikuwa ni mito ya Mungu. Lakini ilitokana na mtu mmoja aliyekubali kuyeyuka. Maji mengi hata yawe kama mlima na yabaki yakiwa mawe, yabaki yakiwa solid, yakose kuyeyuka, hayatatusaidia, hayatakuwa na msaada wowote. Tukubali kuyeyuka ndugu, kubali kuyeyushwa dada, nawe utakuwa msaada kwa watu wengi. Bwana wabariki. Shalom, shalom, shalom.